Kama ilivyokuwa ada, mtazamaji, nilikuambia kwamba nitakuletea update zote ambazo zinajiri pale Geneva, Uswizi, ambapo tangu asubuhi mazungumzo yale ya nuclear kati ya Iran na Marekani yalikuwa yameanza kufanyika, na mazungumzo hayo nikakuletea taarifa kwamba yametamatika. Sasa hivi waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi anahutubia katika mkutano wa kupunguza silaha na anaeleza kile ambacho kimetokea katika mazungumzo hayo. Baada ya mazungumzo kuweza kutamatika, pande zote mbili, ujumbe wa Irani, ujumbe wa Marekani, hawakuweza kuweka wazi au kuweka bayana kwamba ni mambo gani ambayo yamezungumzwa katika mazungumzo ya nyuklia ambayo yamesimamiwa na Oman katika ubalozi wa Oman pale nchini Uswizi, mji mkuu wa Geneva. Sasa hapa nakuletea kile ambacho kilijadiliwa katika mazungumzo kwenye duru ya pili kati ya Marekani pamoja na Irani. Kwa upande wa Irani, ujumbe ukiongozwa na waziri wa mambo ya nje ambaye ni Abbas Araghchi, lakini kwa upande wa Marekani ujumbe ukiongozwa na mjumbe wa Marekani katika Mashariki ya Kati Steve Witkoff pamoja na mkwe wa Rais Donald Trump ambaye ni Jared Kushner. Hapa nimekuandalia taarifa ndefu kidogo ambayo inaelezea kile ambacho kimetokea pale Geneva, Uswizi, au kile ambacho kimezungumzwa katika mazungumzo hayo. Duru ya pili ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kuhusu mpango wa nyuklia kati ya Iran na Marekani imehitimishwa mjini Geneva, huku pande zote mbili zikikubaliana kuendelea na mazungumzo, lakini bila kuweka tarehe rasmi ya duru inayofuata. Mazungumzo hayo yaliyodumu kwa takribani saa 4 yalifanyika katika ubalozi wa Oman, nchi ambayo imekuwa mpatanishi mkuu kati ya Tehran na Washington. Wajumbe wa pande zote mbili waliondoka katika eneo la mazungumzo baada ya kukamilika kwa duru hiyo ambayo ililenga zaidi masuala ya kiufundi yanayohusu mpango wa nyuklia wa Iran. Kwa mujibu wa taarifa kutoka televisheni ya taifa ya Iran, Press TV, mazungumzo hayo yalifanyika katika mazingira ya kujenga na yenye mwelekeo chanya, huku yakijikita moja kwa moja katika masuala ya nyuklia bila kujumuisha ajenda nyingine za kisiasa au kijeshi. Ujumbe wa Iran uliongozwa na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi, wakati ujumbe wa Marekani uliongozwa na mjumbe maalum Steve Witkoff akisaidiwa na mshauri wa karibu wa Rais Donald Trump, Jared Kushner, ambaye pia ni mkwe wake. Katika duru hiyo, wajumbe hawakukutana uso kwa uso, bali walibadilishana ujumbe kupitia wapatanishi wa Oman, hali inayoonyesha kiwango cha tahadhari na mvutano uliopo kati ya mataifa hayo mawili ambayo yamekuwa na uhusiano wa wasiwasi kwa miongo kadhaa. Aidha, pande zote mbili zilifanya mikutano tofauti na waziri wa mambo ya nje wa Oman, Badri al-Busaid, kabla na wakati wa mazungumzo, hatua iliyolenga kusaidia kufanikisha mawasiliano na kupunguza tofauti zilizopo. Kwa mujibu wa vyanzo vya kidiplomasia, mazungumzo ya Geneva yalijikita katika mapendekezo ya kiufundi yanayohusiana na mpango wa nyuklia wa Iran, ikiwa ni pamoja na viwango vya urutubishaji wa nyuklia, ufuatiliaji wa shughuli za nyuklia, pamoja na uwezekano wa kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa dhidi ya Tehran. Irani imeendelea kusisitiza kuwa kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi ni sehemu muhimu ya makubaliano yoyote yatakayofikiwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Esmail Bagei, alithibitisha mapema kabisa kuwa swala hilo lilikuwa sehemu ya ajenda kuu katika mazungumzo hayo. Akizungumza baada ya kukamilika kwa mazungumzo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alisema kuwa hakuna tarehe maalum iliyowekwa kwa duru ya tatu ya mazungumzo. Hata hivyo, alieleza kuwa pande zote mbili zimekubaliana kuendelea kuandaa rasimu za makubaliano yanayoweza kufikiwa ambazo zitabadilishana kabla ya kupanga tarehe mpya ya mazungumzo. Araghchi alisisitiza kuwa Irani ina haki ya kutumia nishati ya nyuklia kwa madhumuni ya amani, akirejea haki hiyo kama sehemu ya makubaliano ya kimataifa yanayotambua matumizi ya nyuklia kwa shughuli zisizo za kijeshi. Aidha, alisisitiza kuwa Irani haitafuti kutengeneza au kumiliki silaha za nyuklia, akisema silaha hizo hazina nafasi katika sera ya usalama wa taifa ya nchi hiyo. Waziri huyo pia alitoa wito kwa Marekani kusitisha vitisho vya kutumia nguvu dhidi ya Iran, akisema hatua hizo zinakwenda kinyume na misingi ya sheria za kimataifa na zinaweza kudhoofisha juhudi za kidiplomasia zinazoendelea. Mazungumzo haya yanakuja katika kipindi ambacho mvutano kati ya Tehran na Washington umeendelea kuwepo, hasa tangu Marekani ilipojiondoa
mwaka 2018 katika makubaliano ya nyuklia yaliyokuwa yanajulikana kama Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA, hatua ambayo Iran imekuwa ikiitaja kama ukiukwaji wa makubaliano ya kimataifa. Makubaliano hayo yalikuwa na lengo la kudhibiti mpango wa nyuklia wa Iran na kubadilishana au kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi. Hata hivyo, kujiondoa kwa Marekani kulisababisha kurejea kwa vikwazo na kuongeza mvutano wa kisiasa na kiusalama katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa sasa wajumbe wa Iran na Marekani wanatarajiwa kurejea katika miji yao mikuu kwa mashauriano zaidi, huku dunia ikisubiri kuona iwapo duru hiyo inayofuata ya mazungumzo italeta hatua muhimu kuelekea kupunguza mvutano na kufikia makubaliano mapya kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Lakini mazungumzo ya Geneva yanaonekana kuwa hatua muhimu katika juhudi za kimataifa za kuzuia kuongezeka kwa mvutano na kuhakikisha matumizi ya nishati ya nyuklia yanaendelea kuwa ya amani, huku yakitoa matumaini ya uwezekano wa kurejea kwa makubaliano ya kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili yenye ushawishi mkubwa duniani. Mwisho wa kukusomea taarifa, mtazamaji, ambayo nimeiandaa kwa ajili yako ili uweze kufahamu kile ambacho kimetokea. Sasa tuangalie key points muhimu katika hii habari au mazungumzo haya. Kwanza kabisa, mazungumzo yametajwa kwamba yalikuwa mazungumzo chanya katika pande zote, lakini waziri mwenye dhamana ambaye anaongoza ujumbe wa Iran, Abbas Araghchi, ameeleza kwamba kilichojadiliwa katika mazungumzo hayo ni mpango wa nyuklia pekee tu. Hakijajadiliwa kitu chochote. Mwanzoni kabisa, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wiki iliyopita alisafiri kuelekea Marekani kumwambia Trump kwamba mazungumzo yalenge swala la makombora, lakini pia yalenge vikundi ambavyo ni vya wanamgambo katika Mashariki ya Kati. Sasa hapa Abbas Araghchi amekuja amezungumza kwamba kilichojadiliwa pale katika mazungumzo ni nyuklia pekee. Hawajaweza kujadili kitu kingine chochote. Na Irani imeweka msisitizo wake kwamba Marekani kwamba iache kuweka vitisho kwa Irani, lakini vile vile Marekani ina wajibu wa kuweza kuielewa Irani kwamba mpango wake wa nyuklia ni wa amani, ni kwa ajili ya kutengeneza nishati na masuala mengine, lakini sio kwa ajili ya kuweza kuinufaisha Irani kwenye masuala ya kutengeneza silaha za nyuklia. Kwa hiyo Marekani imeombwa iweze kuacha vitisho vya kijeshi, na baada ya kuweza kukabishana zile jumbe ambazo zimetoka Iran zimekwenda Oman, zimetoka Marekani zimekwenda Oman akazipitia, huyu kampelekea mwenzie na huyu kampelekea mwenzie, ili ni kwa jinsi gani basi waweze kuona na kujadili kwamba matakwa ya huyu na huyu yataendana au bado kutoka kuna ukinzani. Kwa hiyo mazungumzo haya pia yalidumu katika saa 4 na yamejikita katika masuala ya kiufundi zaidi. Kwa saa za Geneva ilianza saa 10 alfajiri kutokana na kwamba kulikuwa kuna issue nyingine ambayo lazima ifanyike kwenye mkutano wa kuweza kuzuia silaha ambao unafanyika kwa hivi sasa. Kwa hiyo ilibidi kidogo mazungumzo yaanze mapema kwa saa 4, kisha mambo mengine yaweze kuendelea, yapishe muda ambao umepangwa wa shughuli zingine kuweza kuendelea pale Geneva, Uswizi. Kwa hiyo mtazamaji, kwa kifupi, hicho ndio kimejiri katika mazungumzo kati ya Marekani pamoja na Irani pale nchini Uswizi katika mji mkuu wa Geneva. Basi shusha maoni yako kwenye uwanja wa comment. Una maoni gani dhidi ya mazungumzo ambayo yameweza kutamatika na hayo ambayo yameweza kujadiliwa katika mazungumzo ya nyuklia? Salia nasi hapa, hata kile ambacho kinazungumzwa kwenye mkutano wa silaha pale Geneva, chote nitakuletea hapa Zone Media. Cha msingi tu ni kuwa na bado lako mtazamaji, lakini kama bado hujaweza kuungana nasi kwa kusubscribe, basi ni kuomba usubscribe, lakini ulike, ucomment pamoja na kushare.